Kama nilivyoweza kuahidi kwamba tutatoa ujumbe wetu wa alama za nyakati, aidha wengine natumia neno alama za asili. Kwa vitu hivyo nikivizungumza, hata kipindi cha nyuma nimezungumza habari za mamajusi kwamba walikuwa ni wasoma nyota, lakini kote uko vile utakavyoita, lakini mimi nataka nizungumzie leo kwa habari za alama. Kuna alama kuu ambazo zinafahamika, alama kuu tatu. Nikisema alama ni alama kuu tatu. Alama kuu tatu ambazo ni jua na mwezi. Pana alama zingine kwenye nyota, lakini kunakuwa na alama zingine. Tukiacha hapo, kuna alama zingine ambazo tunasema inaweza kuna toa na ongeza na jumlisha. Hivyo vitu. Kwa nataka nizungumzie hizo alama kwa maana hizo. Kwa nimezungumza kama neno alama kuu, na nikisema alama kuu basi tutaingia kwenye jua, mwezi na nyota. Lakini sasa nikisema alama kama alama asili ya kawaida, hilo linafahamika. Hapa sitaweza kupoteza muda. Tuendelee ili niende kwa spidi kali. Tuendelee kujifunza kwa alama. Kwa tumesema alama ya kwanza ni alama ya jua, ambapo mwanga wake huwa unaambatana pamoja na joto. Hii pia ni ambao huwakilisha uhai na nguvu na mwanzo mpya. Maana bila jua maisha duniani yasingeweza kuwepo. Kwa sababu nini? Kuna vitu ambavyo tunategemea, lakini nitakuja kuvizungumzia tena wakati mwingine hivyo, lakini leo nizungumzie kwa mkato na kwa spidi kali. Pia na mwezi wenyewe unatoa mwanga, unatumika mwanga kwa aina nyingine. Mwanga unatoka usiku, unaakisi mwanga wa jua kutoka kwenye jua ndio unaoleta hivyo vitu. Naomba niende kwa hivyo haraka, lakini shida kubwa nataka tuzungumzie kwa habari za alama. Na miangaiko au joto linawakilisha na mzunguko wakati wa msimu, na kalenda nyingi kalenda nyingi zote zinategemea mwezi, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo nitaenda kuzungumzia habari za nyota na zitumika kama dira ya wasafiri kwa kipindi kile cha nyuma, kwa nasafiri kupitia nyota. Yaani hata Yesu alipokuwa amezaliwa, kwa waliangalia nyota, wala soma nyota. Kuna mtu amezaliwa, kuna mfalme amezaliwa, kwa kaangalia nyota ya utawala, wakafuata kwenye Mathayo 2:2 inazungumzia huyo mfalme amezaliwa wapi. Ikaenda kufuata nyota, ikaonyesha mpaka alipozaliwa. Yaani wanasema direction ya nyota. Kwa mfano fulani na sehemu fulani mpaka wanaenda kuifuata. Lakini si kwamba wewe ukasome nyota, kama si kutuma hivyo. Nataka nikuelekezee mazingira ya nyota. Kama kuna jambo lingine lolote wewe utawasiliana mimi, nitakufundisha. Nataka ujifunze masomo kwa undani zaidi, ujue matumizi. Unaweza kutumiaje hata nyota yako, unaweza kuitumiaje. Sio ukakutana tuna watu wasema hapana, nina neno nyota. Mwingine sema hamna neno kipaji, hamna neno interest, hamna neno uzoefu, hamna neno, yaani anaongea tu libradi tu. Yaani sasa vitu vingine hivi. Yaani anaongea tu ni kupinga tu chochote, hata haelewi kitu. Mwingine hata andiko moja ajui. Nimezunguka mambo mengine anasema neno nyota kwenye Biblia halijaiandikwa, alipo. Ndio maana nikajibu mimi nayeongea hivi. Nasema hivi. Maneno yanayozungumzia habari za nyota kutoka mwanzo mpaka Ufunuo ni mengi mfululizo. Tangu kipindi cha Ibrahim, habari za nyota zinazungumzwa mpaka Ufunuo. Ni maandiko zaidi ya 1000. Tumia kama dira ya wasafiri. Aidha kuangalia nyota mtu. Sio kwamba yote hadi shetani anaweza. Nyota ni uchawi tayari. Uponyaji tayari ni uchawi. Ungesema kuna ndugu mmoja sasa mimi ni mzee wa kanisa. Habari za nyota ni habari ambazo akasema habari za uponyaji, si nyota, hata uponyaji tu kwa asili. Akasema ni habari ambazo ule uponyaji ulikuwepo kipindi cha Yesu, sio sasa hivi. Sasa hivi hatakiwa watu waombe kwa kupona, wanataka waabudu tu Mungu. Sio watu waabudu Mungu tu peke yake, lazima kupona ni muhimu. Uponyaji unatoka kwa Mungu. Sasa kusema eti uponyaji ulikuwepo kipindi cha Yesu, mbona kipindi cha kina Elia bado kuna miujiza inatokea? Mbona kina Elisha kipindi kile walikuwa wanapona watu? Paka watu wanafufuka. Ningesema hamna habari za kufufuka. Sasa anasema hivi, kwa habari za ufufuo au watu waliofufuka walikuwa kipindi cha nyakati za kwanza kabla ya Yesu na hata alipokuja Yesu. Kwa habari za ufufuo kuna vitu vingi, kuna maandiko mengi yanayozungumza habari za kufufuka. Lakini kwa sababu siko kwenye mada hiyo, nimezungumza alama ya hivyo vitu, kwamba alama kuu hizo jua, mwezi, nyota, miti na maji na kadhalika. Nishie hivyo. Sasa niende kwenye hatua kamili. Nimezungumza habari za jua, mwezi na nyota. Tumefikia hapo na miti tumezungumza na maji. Sasa bila kuchelewa
taenda kuweza kuzungumza sasa hizo alama zenyewe husika. Alama zenyewe husika ambazo nitaenda kuzizungumzia kama nilivyoweza kuongea, kuna alama ya jumlisha. Alama ya jumlisha ni maana ya kuongeza au kuunganisha, kukuza. Somo la maisha nasema ongeza maarifa ya kila siku. Yaani ulikuwa na kitu fulani unafanya, uongezee zaidi ya pale. Kuongeza marafiki wema, kuongeza upendo na huruma, kwa na matendo ya huruma unafanya na zaidi ya pale. Kuongeza maarifa, haki. Soma katika kitabu cha Misali nazungumza habari za maarifa yenye haki huongeza. Haya. Alama ya toa, maana kupunguza au kuondoa. Yaani somo la maisha nasema unaweza kuondoa hasira. Mtu kwa na hasira sana, unaondoa hasira. Unaondoa uvivu. Ondoa tabia mbaya. Wakati mwingine ili usonge mbele lazima utoe vitu vinavyokurudisha nyuma, uambatane na vitu ambavyo vinaweza vikakusogeza mbele. Kwa sababu ukiambatana na vitu ambavyo vinakurudisha nyuma, huwezi kupiga hatua yoyote. Kuna vitu unavyofanya lakini hausongi mbele. Vipo vitu vya kukwamisha. Ili sasa upige hatua kule, kuna vitu ambavyo unataka ufanye, uachane na vile ambavyo vilikuwa vinakukwamisha sasa. Ndio vitu vya namna hivyo. Kwa namba 3 kuna alama ya kuzidisha. Alama ya kuzidisha ambayo ni mara. Inakuwa ni x ile alama. Maana halisi. Nasema ni kuzidisha, kukuza kiwango kikubwa. Somo ni yaani maisha. Kwa mfano, mbegu inayopanda, ukipanda mbegu moja inazaa zaidi ya mbegu 7 8. Kwa ndio hicho kitu cha muhimu sana na cha zaidi sana. Kina muhimu zaidi kuliko kitu cha aina yote kingine. Na ndio maana tunazungumzia habari za mara. Kwa vitu vya namna hivyo tutaendea kwa undani zaidi baada ya hatua nyingine kidogo. Hapo.